Tuelekee kule Makueni ambapo operesheni ya kutafuta miili ya watu wawili waliouawa kwa kushambuliwa na mamba katika mto Athi, kaunti ya Makueni imeingia siku ya pili. Wawili hao, Musenya Wambua mwenye umri wa miaka 38 na Chumbu Makau wa umri wa miaka 22, walishambuliwa na mamba siku ya Jumanne na hadi kufikia sasa miili yao bado haijapatikana. Zoezi la kusaka miili ya watu wawili inaendelea katika mto Athi, kaunti ya Makueni. Zoezi hilo likiendeshwa na shirika la Msalaba Mwekundu na maafisa wa kukabiliana na majanga wa kaunti ya Makueni kwa siku ya pili katika juhudi za kuitafuta miili ya Musenya Wambua na Chumbu Makau walioshambuliwa na mamba siku ya Jumanne. Kichota maji akashikwa. Kwa hivyo hiyo kazi yake nyingi alikuwa na kazi ya kutafutia watoto na kuchota maji. Unaona hiyo sehemu yetu ya Kitui iko na shida ya maji. Alisikia mama alichukuliwa na mamba, akipika ndulu na huyo kijana akakimbia amuokoe, akaingia kwa maji amuokoe, na huyo mtoto akaingia kwa maji na akateketea kabisa, sikumwona tena. Kuna mama mmoja alitoka upande wa Kitui ng'ambo ile nyingine akiwa anakuja kuchota maji hapa mtoni, na kwa bahati mbaya akawa ameshikwa na mamba na kuingizwa ndani ya mto. Baada ya kuingizwa ndani ya mto na kupiga kelele, ndio kijana aliweza kuona huruma na kupenda kuokoa yule mama, kwa sababu alikuwa anaonekana akibebwa na mamba. Kijana akatumbukia kwa mto. Wakati alipotumbukia tu hakuweza kuonekana mpaka saa hivi tunavyozungumza. Ni kusema ya kwamba hakuna mwili tumepata ya yule mama wala yule kijana. Tukio hilo limewaacha wengi wa wakazi vinywa wazi, huku familia wakiomba serikali kuwasaidia na kuongeza juhudi ili kupata miili ya wapendwa wao. Kama mamake, niko na huzuni sana kumpoteza mtoto, na hata saa hii hatujapata mwili. Tungeomba tu watu watusaidie na hata serikali tupate miili ya watu wetu, wapendwa wetu. Tunasikia kuumia maana tumepoteza, na tungeomba kama tungesaidiwa na wananchi na serikali tuweze kumpata hata kama amefariki. Mto Athi ambao umekuwa ukitegemewa na wakazi kwa sasa umekuwa tishio kubwa kutokana na ongezeko la visa vya kushambuliwa na mamba, huku takwimu zikionyesha kuwa hadi kufikia sasa watu 20 wameuliwa na mamba katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Shida ya hii mto, saa ingine unaona ukija mtoni unataka kuchota maji, hujui kama mamba amekutegea hapa, unaongopa. Hata ukichelewa tuseme masaa ingine sokoni, ikipika saa moja hata kuelekea nyumbani unaongopa. Changamoto iliyoko ni kwamba maji ni mengi ndani ya mto, na pia kuna kuhofia wanyama pia, kwa sababu mamba pia wako, na kuna uwezekano pia unaweza pata kiboko ndani ya mto. Kwa hivyo tunajaribu kadri uwezo wetu kuona kama tunaweza kufaulu kupata miili, angalau miili hiyo yote miwili.